Waandishi wa habari, karibuni sana kwenye mkutano wetu huu ambapo tuna mambo kadha wa kadha tungependa kuzungumza nanyi kuelekea katika mechi yetu ya tarehe 17 na mechi yetu ya tarehe 24, mechi tarehe 25, mechi ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwanza awali ya yote ningependa niwakumbushe ndugu zangu waandishi wa habari na kuwakumbusha Watanzania ya kwamba Simba tuko fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ni vyema kila mmoja akaelewa status ya Simba hivi sasa. Simba ni mwana fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tumefanikiwa kuingia fainali ambayo kwetu ni fainali yetu ya pili mara baada ya kufanikiwa kucheza fainali mwaka 1993. Baada ya kupita miaka mingi, hatimaye sasa mnyama amerejea tena kwenye fainali ya michuano ya CAF. Na safari hii tukicheza fainali hiyo na mpinzani aitwaye RS Berkane kutoka Berkane nchini Morocco. Kwenye kufika fainali hii tuna kila sababu ya kumshukuru rais na mwekezaji na mwenyekiti wa klabu ya Simba Mohamed Dewji Mo. Amefanya kazi kubwa sana, amepambana na amepigana vita kubwa kuhakikisha kwamba Simba inafika fainali ya kombe la shirikisho. Mohamed Dewji akiwa ni rais wa klabu ya Simba, mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi na mwekezaji wa klabu yetu, amefanya kila kinachowezekana ndani ya klabu yetu hususan msimu huu na kuhakikisha kwamba Simba anafika fainali ya kombe la shirikisho. Sisi wana Simba hatuna budi kumshukuru, hatuna budi kumpongeza, hatuna budi kuendelea kumuombea mema, aendelee kupambana, amalizie mkia ambao umebaki wa kuipa Simba ubingwa wa Afrika. Mengi amefanya, mengi anafanya na mengi atafanya, lakini tuendelee kumuombea dua, aendelee kuitumikia Simba kwa moyo aliokuwa nao. Sisi wana Simba hatuna cha kumlipa zaidi ya kumuombea kwa Mwenyezi Mungu ampe afya njema, aendelee kuimarisha uchumi wake na aendelee kudumisha mapenzi yake na Simba Sports Club. Mambo haya matatu yakiendelea kushamiri kwa Mohamed Dewji ndiyo kushamiri kwa Simba Sports Club. Atakapokuwa na afya njema Mohamed Dewji ndio afya njema ya Simba Sports Club. Uchumi wake ukizidi kuimarika ndio uchumi wa Simba unazidi kuimarika. Mapenzi yake na Simba yakizidi kuongezeka ndio Simba inazidi kufanya vizuri. Hivyo wana Simba hatuna budi kumuombea dua kwa Mwenyezi Mungu Mohamed Dewji aendelee kuwa sawa sawa kwa maslahi mapana ya Simba Sports Club. Lakini hatuna budi vile vile kumpongeza na kumshukuru mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa kazi kubwa ambayo ameifanya ya kuhakikisha Simba inafika fainali ya Afrika. Hapa namzungumzia Murtaza Mangungu. Msimu huu amejitoa sana, msimu huu amepambana sana, amekuwa bega kwa bega na Simba yake, ameilea Simba kama mtoto wake wa kumzaa mwenyewe, amekuwa akihakikisha kwamba anaifuatilia na kuisimamia Simba kila hatua, na hatimaye hii leo Simba anakwenda kucheza fainali ya Afrika kwa nguvu na mapambano ambayo mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu ameyafanya. Yeye kwa kushirikiana na wajumbe wengine wa bodi ya kurugenzi ya Simba Sports Club wamefanya kazi kubwa kuipeleka Simba hatua ya fainali. Wapo wengi ambao wamepigana vita hii, lakini hawa ndio machampion wetu ambao wamekaa mbele kwenye kutongoza vita hii, na hatimaye leo tumefika hatua ya fainali. Nimesema niaseme hayo ili tutambue mchango mkubwa ambao wa viongozi wetu wameifanya hadi kuifikisha Simba hapa tulikofika. Ndugu zanguni, kikosi kinataraji kuondoka kesho
siku ya Jumanne ya tarehe 13 alfajiri ya saa 11 kuondoka Dar es Salaam kuelekea Morocco Casablanca. Ni safari ya masaa 7 kutoka Dar es Salaam mpaka Casablanca Morocco, na itakuwa ni safari ya moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege wa Julius Nyerere moja kwa moja tunaangukia katika uwanja wa Casablanca Morocco. Tutakaa Casablanca kwa siku kadhaa kuanzia kesho tarehe 13, tarehe 14 na tarehe 15 tukifanya mazoezi pale katika mji wa Casablanca. Tarehe 15 kikosi cha Simba kitaondoka kutoka Casablanca kuelekea katika mji wa Ujda ambao ni mwendo wa lisali moja kwa ndege kutoka Casablanca mpaka Ujda. Tutaelekea hapo, tutafika Ujda, tutakaa kwa muda wa siku 2 kwa maana ya 15 na 16. Tarehe 17 tutakwenda Berkane kwenda kucheza mchezo wetu dhidi ya wapinzani wetu. Kutoka Ujda mpaka Berkane ni mwendo wa nusu saa kwa basi. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukacheza mchezo wako ukarudi. Tukimaliza kucheza mechi yetu na Berkane tarehe 17 katika mji wa Berkane, tutanyanyuka moja kwa moja tarehe 17 hiyo hiyo kurejea nyumbani Tanzania kwa ajili ya kuja kuanza maandalizi ya mechi ya marudiano ambayo itapigwa tarehe 25. Usafiri wetu wa kutoka hapa kwenda kumfuata mpinzani wetu umekuwa mwepesi sana safari hii kwa sababu ya msaada mkubwa ambao tumeupata kutoka serikalini baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kutupatia ndege ya bure ya kutupeleka Morocco, kutusubiri na kuturudisha tena Tanzania kuja kuendelea na mambo mengine. Kama si ndege ya rais ambayo ameitoa, maana yake ingetulazimu Simba tutoke hapa masaa 5 mpaka Qatar, masaa 5 mpaka Dubai, au masaa 5 mpaka Uturuki. Baada hapo tusafiri tena masaa 3 kutoka Uturuki, Dubai ama Qatar kwenda mpaka Casablanca. Tungesafiri mwendo wa masaa 8. Na hayo masaa 8 ni ya kukaa tu angani bado kusubiri ndege kutoka kituo moja kwenda kituo kingine. Lakini kwa ndege hii ambayo Mama Samia ametupatia Simba Sports Club bure, inatupa sisi uwepesi wa kusafiri na kwenda kutimiza majukumu yetu. Kwa hili hatuna budi Simba Sports Club kumshukuru, tena kumshukuru sana, tena kumshukuru pakubwa, tena kumshukuru mara 1,100,000 Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hili ametutendea kubwa mno, na sisi tunamwahidi hatutamwangusha. Ndege yake hatutapanda bure, tutamletea zawadi nzuri ambayo atafurahia maisha yake yote. Baada ya kumalizana na RS Berkane nyumbani kwake Berkane, mnyama atarejea Dar es Salaam kuja kuanza maandalizi ya mechi yetu ya tarehe 25 ambayo itakuwa ni mechi ya mwisho, mechi ya marudiano, na kombe litakuwepo Benjamin Mkapa. Katika mchezo huu wa fainali tunakwenda na kauli mbiu inayosema tunabeba. Hiyo ndiyo kauli mbiu yetu kuelekea katika mechi zetu ama mechi yetu ya fainali. Tunaposema tunabeba, tunamaanisha ubingwa wa Afrika. Safari hii Simba Sports Club tunabeba. Tulianzia kwenye hatuishi, tulianzia kwenye hii tunavuka robo finali, na watu hawakuamini kama kweli Simba anavuka, kwa sababu walishakariri maisha ya kwamba tunaishiaga robo finali. Lakini tukawaambia kwa kujiamini ya kwamba hii tunavuka.
Tulipofika hatua ya nusu finali, wakasema shughuli yake imeishi hapa, huyu ni mtu wa fluke, hatoboi kwenda hatua ya finali. Tukawaambia hatuishii hapa. Baada ya kufanikiwa kuvuka nusu finali na kuingia finali yake, tunawaambia tena, tunaitangazia dunia ya kwamba hii tunabeba ubingwa wa Afrika 2025 Simba Sports Club. Tunabeba. Kila mwana Simba aichukue hiyo kuanzia sasa, kila mwana Simba aiweke moyoni hiyo kuanzia sasa, na kila mwana Simba aanze kufanya kazi kuanzia sasa kuhakikisha kwamba kombe hili tunabeba. Bado tunayo kumbukumbu mbaya ya mwaka 1993. Wapo ndugu zetu wengi ambao walipata madhara makubwa ya kisaikolojia, madhara makubwa ya moyo, madhara ya kila kitu baada ya Simba kupoteza finali katika uwanja wa Uhuru, zamani uwanja wa Taifa. Wale wote ambao wameishi na mioyo hiyo yenye maumivu kutoka 93 mpaka hii leo, tunakwenda kuwafuta machozi rasmi tarehe 25 ya mwezi huu wa 5 katika dimba la Benjamin Mkapa. Na njia pekee ya kumfuta machozi mwana Simba aliyeumia mwaka 93 ni kumpa zawadi ya ubingwa wa safari hii. Tunafahamu ugumu wa mchezo huu, na ni vema kila mwana Simba akatambua ugumu uliopo mbele yetu. Mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye sio mpinzani wa kawaida hata kidogo. Hili kombe la shirikisho Berkane amechukua mara 2. Amecheza finali mara 4 jumla. Maana yake ni kwamba huyu ni mzoefu katika eneo hili. Na hapa hatuzungumzii ubingwa ama finali ya Berkane ya zamani kama yetu ya 93. Hapa tunazungumzia finali au ubingwa ambao wameuchukua Berkane 2024, 2023, 2024. Berkane amechukua ubingwa. Berkane amecheza finali. Kwa hiyo bado ni wa moto kweli kweli kwenye upande wa mafanikio ya soka barani Afrika. Huyo ndio aina ya mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye. Lakini hatuhofii rekodi yake wala ubora aliyokuwa nao. Sisi ni Simba Sports Club na tunasema hili tunabeba. Lakini haitakuwa ya kubeba kwa wepesi. Ni lazima tufanye kazi kubwa kweli kweli kuhakikisha ya kwamba tunachukua ubingwa wa Afrika. Katika hili nipende kusema ya kwamba hii ni vita yetu wote wana Simba. Hii sio ya Mohamed Dewji, sio ya Mangungu, sio ya Zubeda Sakuru, sio ya yoyote yule. Hii ni vita ya kila mwana Simba. Nyumbani kwako, hata kama una mtoto wa miaka 2 na unajua huyo mtoto anaipenda Simba, naye mshirikishe kwenye hii vita. Tuhakikisha kwamba kila mwana Simba anashiriki kikamilifu kwenye hii vita. Tunakwenda kuchukua ubingwa safari hii. Na niseme wazi kwamba kumekuwa na tabia mwana Simba anakuambia, anakupigia simu, jamani hii mechi ngumu, viongozi pambaneni. Mechi hii ni ngumu, tupambane wote. Usimsukumie kazi kiongozi. Kila mwana Simba kwenye eneo lake akapambane anavyoweza kupambana, Simba tufanikiwe kuchukua ubingwa wa Afrika. Hiko ndo kitu pekee ambacho ningependa kuwaambia wana Simba hii leo. Twendeni vitani, twendeni tukapambane, twendeni tukahangaike, twendeni tukafanye kila tunachoweza kufanya tuchukue ubingwa wa Afrika hii. Nafahamu wana Simba tuna uwezo mkubwa wa kupambana kuchukua huu ubingwa, lakini mapambano uliyofanya tukamtoa Al-Masry, uliyofanya tukamtoa Stellenbosch, tuzidishe mara 10,000 yake kuelekea kwenye mechi yetu dhidi ya RS Berkane. Tunataka ubingwa. Hatuko tayari kwa mara ya pili kwa namna yoyote ile. Kombe liko uwanjani Benjamin Mkapa.
kombe hili akaondoka nalo Mwarabu. Hili ni jambo ambalo Simba hatuko tayari kwa namna yeyote ile. Hatuko tayari. Tumekaa pale sisi mashabiki 60,000. Filimbi ya mwisho mwamuzi inapulizwa, anakwenda kukabidhiwa ubingwa RS Berkane. Hii yatakuwa ni matusi makubwa mno. Ilifanyika 93, haipaswi kujirudia mwaka 2025. Tunataka kwenye kutoa medali pale sisi tu wa mwisho kwenye kuvishwa medali, maana mshindi wa pili anakuwa kwanza kuvaa medali. Tunataka hiyo tarehe 25 sisi tu wa mwisho aanze kuvishwa medali Berkane ambaye ni mshindi wa pili. Baada hapo aje mnyama kuja kuvishwa medali. Kuna